yake ya 37. Ni historia ndefu sana, hatuwezi maliza kuisoma, lakini tutasoma tu 2, lakini zingine zote tutaenda tunatafsiri tu kwa sababu ni ndefu sana. Ndio leo tutagusa ni kitabu moja tu, ni kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu kinazungumza mwanzo wa kuumbwa kwa dunia, mwanzo wa wanadamu, mwanzo wa vitu vyote. Na kitabu hiki kinatupasha ama kiliandikwa na mtumishi wa Mungu Musa. Aliandika vitabu hivi 5. Aliandika kitabu cha Mwanzo, aliandika kitabu cha Kutoka, aliandika kitabu cha Hesabu, aliandika kitabu cha Walawi na Kumbukumbu la Torati. Na hizi zote wanaziita ya kwamba ni vitabu vya sheria. Basi siku ya leo tutaenda kuzungumza kuhusu historia ya kijana anaitiwa Yusufu ama Joseph. Sio Yusufu yule alikuwa fiancé wa Maria, lakini ni Yusufu wa Agano la Kale, mtoto wa Yakobo. Haleluya. Ndio. Na neno tutakayozungumza siku ya leo inasema ya kwamba hakuna anayeweza kuzuia lengo la Mungu maishani mwako. Haleluya. Amina. Amina. Hakuna anayeweza kuzuia lengo lenye Mungu alitia maishani mwako ili uifikirie. Hakuna anaweza kuizuia. Hata upite katika moto, maandiko yanasema ya kwamba hautalungula ama miali ya moto haitakupata. Sharti uende kwenye lengo la Mungu alitarajia. Haleluya. Kwa hiyo acha tuone hii historia. Hii Mwanzo sura yake ya 37. Tutaanza pale mstari wake, tunaanza mstari wake wa 5 mpaka 11. Tusikia habari ya kijana. Nasema ya kwamba Yosefu akaota ndoto, akaipasha kwa ndugu zake, wakazidi kumchukia. Akawaambia, sikieni, ninawaomba ninyi ndoto hii ninayoona. Tazameni, tulikuwa tukifunga miganda shambani, na tazama, mganda wangu ukaondoka ukasimama vile vile, na tazameni, miganda yenu ilizunguka ilininama ama ilinamia mbele ya mganda wangu. 8. Ndugu zake wakamwambia, wewe utatutawala sisi, au kweli utakuwa na amri juu yetu? Wakazidi kumchukia kwa sababu ya ndoto zake na kwa masemo yake. 9. Akaona tena ndoto nyingine, akaipasha kwa ndugu zake, akasema, tazameni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, juu ya mwezi na nyota 11. Tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikainama mbele yangu. Akaipasha kwa baba yake na kwa ndugu zake. Baba yake akamwamakia, akamwambia, nini ndoto hii uliyoona? Mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kweli kuinama mbele yako kwa udongo? Ndugu zake wakamwona kwa wivu, lakini baba yake alichunga neno hili moyoni mwake. Amen.
Neno letu linasema ya kwamba hakuna anayeweza kuzuia lengo la Mungu maishani mwako. Kama Mungu alisema ya kwamba wewe maishani mwako utapasua na kufanya mambo fulani ya ajabu, sharti uifikirilie. Hata upige katika njia gani, sharti uifikirilie. Hapa tunaona habari ya Yusufu. Huyu alikuwa mtoto wa 11 wa Yakobo, na alikuwa na esini ya Mungu ndani mwake, alikuwa na lengo la Mungu ndani mwake, alikuwa na favela ya Mungu ndani mwake, yenye wakubwa zake wote na mdogo wake mmoja anaitwa Benjamin hakukuwa nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi siku moja maandiko yanasema ya kwamba akaota ndoto, akawaambia ndugu zake ya kwamba tulikuwa nafasi tukakata miganda. Sasa mganda wangu ukashimama mbele yenu na miganda zenu zingine zote zikainama na zikashuhudia mbele zangu. Baadaye tena kaota nyingine ndoto, akasema ya kwamba nililota nikaona jua na mwezi pamoja na nyota 11 zote zinakuja mbele zangu zikaonama. Na wakati alikuwa anaambia ndugu zake hivyo, walikuwa na hasira, wakasema huyu beti anataka kutuzarau. Miganda yake inaweza kuinama tu mbele zake, mbele ya mganda wake. Maana kila maanisha sisi tutainama si mbele yake huyu mtoto. Wakati alisema tena, wakati jua na mwezi na zile nyota 11 zitainama mbele zake, baba yake hata naye na mama yake wakasemezana, kama walisemezana chumbani, mimi na wewe tujue. So huyu mtoto sasa, maana naye mimi baba yake na wewe mama yake tutainama mbele yake. Wakati unapokuwa na nyota ama na lengo la Mungu ndani mwako, sharti upiganishwe. Haleluya. Amen. Mwembe ni kuota na kutosha matunda, ndio watoto wanapata majiwe. Lakini kama mwembe haina matunda, jiwe itaenda wapi? Batatupa kwa wapi ile wachume? Huyu alipiganishwa kwa sababu alikuwa na lengo la Mungu ndani mwake. Na wewe katika mambo mbalimbali unapiganishwa, katika njia zote unapiganishwa. Unaweza sema Mungu anakuacha? Hapana, kunakuwa lengo la Mungu ndani mwako. Yenye Mungu anataka utapenya mpaka ufikirie mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani hata afanye nini, kuzimu hata wakusanyike, watafanya vyao, vitakupata, lakini havitakuzimisha hiyo lengo uko nayo. Haleluya. Amen. Watakusema, watakutukana, watafanya yote watafanya, lakini sharti lengo la Mungu litendeke na kutimilika maishani mwako. Nyinyi wana Beteli, watakuja wanawabomoa maakili, wanafanya nini, mtoke pale mtoke, lakini sharti lengo la Mungu katika kanisa la Beteli lifike mwisho. Haleluya. Hata wakubomole namna gani, Mungu alitia kitu ndani mwako, sharti ifikishe. Basi huyu kijana akaweza kuchukiwa sana na ndugu zake, lakini maandiko nasema baba yake alikomprendre, kwa sababu watu wa ndege moja, wa ndege wa moja, wenye kabila moja wanajuanaka. Yakobo alikuwa ni mtumishi wa Mungu kweli kweli. Na kaweza niwaambia habari zake hapa. Aliona kwamba mtoto yuko na wote bibi, sio yeye, kuna kitu ndani mwake. Haleluya. Amen. Hapo maandiko nasema baba yeye aliweza kuprana, aliweza kusema mbele mtoto majita mwinambia, mwisho akasema mimi naweza kwa vitu ya haki hivi.
lakini wa ndugu zake wakatia nongo, wakatia chuki. Kuwa mnyumba moja na watu ama kuzaliwa mnyumba moja nao njoo hawawezi kufaizia mabaya. Hapana, shetani anaweza kupitia ndani ya mama yako, ndani ya kaka yako, ndani ya dada yako, ndani ya mtoto yako, ndani ya rafiki yako. Shetani anapitia ndani ili wakuzuru. Haleluya. Amen. Wakatia nongo. Zaidi nyinyi wenye mko huko na wengine mko kule Afrika. Siku nafanya miezi 2 wamtumie wenyewe wanasemaka kule mkinywa yao bakibasikiliza masikio na kiwazi ile siku utalala. Anajiona namna gani? Mtoto mwenyewe alikuwa ananiambia kila siku hapa, anafanya miezi yote 2 bila kutumia hata ingine 100. Cheni. Chuki na ingine. Kama mmijo ni msala, ataona omena ya ombe kule. Lakini hajui lengo la Mungu ndani mwako. Yeye ni mwanadamu tu, alikuzaa ili lengo la Mungu litimilike ndani mwako, lakini hana mamlaka juu yako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo huyu kijana akapita anachukiliwa pamoja na wandugu zake. Basi siku moja wandugu zake wakaenda mbele kidogo ya pale kwao kwenda kuchunga wanyama. Ni kama jinsi tunaweza kuwa hapa au wakatoka hapa wanaenda 24 kwenda kuchungia hako wanyama, kwa sababu zamani walikuwa wanaangalia nafasi kwenye huko majani mazuri. Wanaweza toka hapa nenda ingine nafasi kwenye kunakuwa majani mazuri. Basi wale wa ndugu zake wakaenda nafasi kwa netiwa Hebron, wakaenda huko kwenda kuchunga mafugo yao, na wakafanya kule siku za kutosha. Basi acha kwanza tusome kwanza, kisha baadaye tutatafsiri nyuma. 37 hiyo Mwanzo mstari wake wa 26 mpaka 27. Nasema ya kwamba Yuda akawaambia ndugu zake, ni faida gani kwa sisi kuua ndugu yetu na kuficha damu yake? 27. Kucheni tumuuze kwa Waishmaeli, wala mkono wetu usiwe juu yake, kwa sababu yeye ndugu yetu na mwili wetu. Ndugu zake wakamsikia. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe mwenye uko na nyota ama uko na lengo la Mungu ndani mwako, wale maadui zako watafanya discussion, tumuue, hapana tumwache kwanza, tumuue, hapana tumwache kwanza. Mungu anatumika mwa wale kusudi lengo la Mungu lifanye nini? Litimilike. Basi huyu kijana baba yake akasema ya kwamba wende kuangalia wa ndugu zako, inakuwa siku nyingi, wende angalia kama wako namna gani. Na huyu kijana alikuwa anavaa nguo ya marangi rangi, ndio ilikuwa nguo yake. Alikuwa na nguo yake tofauti. Tuko hapa ndani ya kanisa, lakini kuna mtu mwenye iko hapa na Mungu anakuwa na lengo lake special kushinda wengine wote wako hapa. Haleluya. Amen. Sote tuko hapa, hatuko vimoja. Kuna mwenyeko na lengo fulani ya nguvu sana yenye itatikisa mataifa wenye tuko nao hapa. Kwa hiyo huyo kijana
alikuwa anafanya nguo ya marangi rangi. Ilikuwa na tofauti na nguo ya watu ya wenzake ama ya ndugu zake. Unajua ilikuwa anavala kila mara. Basi wakati alitumwa na baba yake akaenda huko, wakati alipokuwa anataka kukaribia kufika, wakapiga macho hivi kwa mbali, kwa sababu mafasi kwenyewe na kulisha kama nyama, kunakaa kama vile pla, unaona mtu mwenyewe anakuja kule. Wakapita wanachungulia, wakasema haiko Yusufu ule, haiko njole petiwa mandoto ule. Okay, leo tunampata, akifika tumuue. Huyu Beti anataka kutuzarau, tumuue. Lakini Mungu akaingia ndani ya mtoto wao wa kwanza, anaitwa Ruben. Huyu Ruben akasema ya kwamba hali ya kumuua huyu mtoto, omwe basi tumutupe ndani ya shimo moja hapa, kwa sababu ulikuwa mashimo walikuwa wanatia ndani maji juu ya kuweza kulisha nyama. Basi huyo kijana yuko anakuja, hana habari kama ndugu zake wamekwisha kufanya shauri ya kuweza kumuua. Akakuja yeye kufika tu wakamubana. Kitu ya kwanza ilikuwa wakamvua hiyo nguo, wakasema hiyo alama yenyewe hata baba yetu Yakobo anajua ichungu yake na valaka. Tutamuua kisha tukamate mnyama tumchinje, tupagale damu na tumwambie baba ya kwamba mnyama mkali alichomoka na kumkula Yusufu. Basi wakamvua hiyo nguo, lakini wakafuata jinsi Ribka alisema, wakamkamata wakamtupa katika shimo pale. Wakati walikuwa wangali wanakula, lakini mdogo wao yuko ndani, kuna lalamika kule. Wakaona kikundi wa Midiani walikuwa wakomesa, wafanya biashara. Na wakati walipomwona yule ndugu yake Yuda, kasema ya kwamba baada ya kumuua yule mtoto, basi tuwapatie hawa watu. Muda kidogo wa Ishmaeli nao wakapita, wakasema hawa ndio wako na lara ya acha tuwauzishie wao. Wakamvuta ndani ama wakamkokota ndani, wakamuushisha ndugu yao, kusema huyu atakuwa wenu, mwenda kufanya mtumwa. Wakamuuza na 20 vipande 200 vya pesa. Wanamuuza hivyo, wanasema ya kwamba basi kaende kule, ile mandoto inaisha, tutapata amani. Kumbi wako wanatimiza ahadi ya Mungu. Haleluya. Wako wanatimiza lengo la Mungu. Mtu anapokuchukia, mtu anapokufanyia vibaya, anajua kwamba utaishia pale. Pale kwa la kusukuma wende. Wakati mmoja tulikuwa hapo kazini hapo, tukasikia mwili haiko sawa. Nikashindaka hiyo siku nyumbani, lakini nikamwambia manager wetu. Wakati nilipokuja akasema ya kwamba kwa sababu wewe ulishinda na hakuna karatasi, uende kwa mganga wakupatie kwanza karatasi njoo urudie. Na sisi pale tulikuwa na shida fulani yenye ilikuwa inahitajika mpaka tupate medicate. Bila medicate hata wewe pesa yako haingekutusaidia. Basi na wakati tulipata kwanza mapeshi yake kule, akasema kwamba pesa zako ziko euro, na japo hatukalake nazo. Sasa yule manager akasema ya kwamba wende mpaka ulete karatasi ya mganga na ufanye inga moja. Haleluya. Wakati niliporudia nikafanya ile inga moja,
kubeba sasa zile mapesheke, wakasema wako tayari, tunakupatia. Haleluya, amen. Wakati mtu anakuchukia, lakini lengo la Mungu iko latumika ndani mwake, umfukuze kusudi apate ile iko lataka. Haleluya, amen. Tukaipata vile tena mbio, watu waliona basiku kabisa sikutumika. Hakuna atakayezuia lengo la Mungu maishani mwako. Sherti upenye. Kale tutakafinya mpaka kata somaka, utasoma na utamaliza. Kale tutakafinya mpaka hata zara, utazaa. Sherti lengo la Mungu litimilike. Kale akata uzaka ni utauza. Haleluya, kenye Mungu alitia ya kwamba utafikiria, sherti uifikirie. Hata wanadamu watie madodani, utavuka na utaenda kuifikiria. Haleluya. Basi wakafika hapo, wale wa Ishmaeli wakamuuza. Sio Kiswahili ya kwetu wanasema wakamuuzisha. Wakamuuzisha hiyo veti yao. Wakati alipoenda wale wa Ishmaeli wakasema, kuna kilia mzuri mwenye anauzaka watumwa hapa. Yeye ndio anaangalia security ya mfalme. Na yule alikuwa anaitiwa Potiphar. Haleluya. Yeye alikuwa anaangalia security ya mfalme wa Misri. Yule mfalme wa Misri alikuwa anaitwa Farao wa kwanza. Haleluya. Sababu wa Farao walikuwa wanafuatana, huyo anakufa, mwingine Farao, huyo anakufa, mwingine Farao. Yaani ilikuwa ni ubwami mpaka leo wamwami wanakaa hivyo. Basi wakasema twende kwa yuko komanda mwenye anaangalia security ya Farao, atupatie franga kwa hii board. 10 yuko wanasukuma lengo la Mungu tu. Wakati alipofika mule mnyumba ya Farao, akasema mnyumba ya Potiphar akawapatia hizo pesa wenyewe walikuwa wanahitaji. Wale wa Ishmaeli wakaenda zao wakamwacha. Ukiendelea kusoma pale, wakati Yusufu aliingia ndani, mambo ya nyumba ikaanza kubadilika. Haleluya. Vitu vyenyewe vilikuwa vinashindikana vikaanza kuwa vinawezekana. Furaha yenyewe ilikuwa inakosekana ndani ya nyumba ikaanza kuwa. Kwenye mtu wa Mungu anaenda, sherti Mungu ajidhihirishe ndani mwake kule. Kama ulienda unatembelea fasi kwenye kuko ugomvi, ile siku ugomvi itaisha. Kama unaenda fasi kwenye kuko magonjwa, utaomba Mungu, magonjwa yatakimbia, kwa sababu uko na Mungu ndani mwako. Kuna lengo Mungu anatia ndani mwako. Haleluya, amen. Mambo yakaanza kubadilika ndani ya nyumba ya Potiphar. Potiphar akasema, mbona naona furaha inakuwa mingi humu, naona najisikia niko na amani, naona hata magonjwa nilikuwa nayo naisha, naona tunakuwa mzuri na bibi yangu, naona. Akasema huyu Mwebrania mwenye komu anakuwa na Mungu. Haleluya. Akasema, Yusufu, nakupatia uwezo wa vitu vyangu vyote. Mativi ziko pale, sijue mapunda zangu, mafarasi, sijue mavitu vyangu vyote uvitawale. Lakini kitu kimoja, usiguse kwa bibi yako. Haleluya. Amen. Usiguse kwa mke wangu, lakini vingine vitu vyote nakupatia utawale. Basi habari kaendelea, Yusufu akabaki pale na nyumba kweli ikakuwa shosho, ikakuwa kabisa na baraka. Maandiko nasema ya kwamba Yusufu alikuwa mzuri kwenye sura. Haleluya. Alikuwa mzuri kwenye sura kimwili. Huyo mama bibi ya Potiphar akamtamani. Na sio kumtamani awe rafiki yake tu, kumtamani ili wapate kuzini naye. Na kila mara
iko na mtante, lakini Yusufu anasema ya kwamba Bwana wangu aliniambia nitawale kila kitu, lakini wewe mama nisikuguse. Haleluya. Amen. Wewe mama nisiguse. Kwa vijana wa sasa, unapopata ukazo ya vile utaiacha, lakini kijana mwenye anaokoka, kijana mwenye anaogopa Mungu, sharti uache. Haleluya. Sharti uache. Usitende Mungu dhambi. Wakati mmoja huyo mama akajifuisha manguo yote, alikuwa chumbani. Akasema, Yusufu, kuya huku. Nasikia hivi na hivi. Yusufu kuingia, kukutana mama yake wasi kabisa. Tunasema, sasa Yusufu, kuya angalia hapa. Yusufu anataka kufanya mkono hivi, akambana. Yusufu akatosha nguo, shati, akamwachia, akakimbia nje. Wakati alipokimbia nje, huyo mama hasira ikawaka, akaanza kulalamika, kujeni nyinyi wengine, huyu Mwibrania anataka kunibaka, kujeni na nguo yake njoo hii. Wakasema, bene ni kweli. Shemizi yake alikuwa shavula, aanze kazi. Haleluya. Hakuna cha kubishi kwa sababu nguo yake ilibakia pale. Lakini yule kijana hakufanyaka jambo lolote. Alikuwa na 17, miaka 17. Damu ingali moto. Lakini alikuwa na Mungu. Alikuwa anaogopa kufanya dhambi. Kwa sababu alikuwa na lengo la Mungu ndani mwake. Na alikuwa anasema, mimi niko hapa, sharti ni mtii Mungu wangu, nisimchafue Mungu wangu juu ya vitu ya ovyo. Wa vijana wa sasa, sharti tufuate mfano wa Yusufu. Wa mama wa sasa, wa dada wa sasa, tufuate mfano wa Yusufu. Haleluya. Basi wakati alipotoroka hivyo, alikuwa ni mkubwa mwenyewe anachunga security ya mfalme, sharti naye kuwa na walinzi. Basi wale walinzi wakamkimbia, wakambana Yusufu hapo wakamtia ndani ya gereza. Wakati walipokuja kuambia tu bwana wake wa kazi Potifa kararua nguo zake, akasema, tazama huyu Mwibrania nilikuwa namtegemea, tazama kisa ananifanyia unyama, mwenye mfunge kabisa. Basi Yusufu akaingia ndani ya gereza. Wakati alikuwa ndani ya gereza, lakini Mungu hakumwacha. Haleluya. Mungu hakumwacha. Katika matatizo unaweza kuwa ndani kwa sababu kuna lengo la Mungu na Mungu iko ndani mwako. Mungu hatakuacha kamwe. Usiogope. Haleluya. Mule ndani ya gereza, maandiko yanasema ya kwamba mkakuwa na mabadiliko. Pale ule mkuu wa gereza akasema, wewe utakuwa shifu wa wengine. Haleluya. Amen. Kwa mabadiliko. Basi habari kaendelea, utasoma na unaendelea ile karakteri yote unaendelea kule. Habari kaendelea mle ndani ya gereza. Kulikuwa watu wawili walikuwa watumishi wa Farao. Waliweza kufanya manyanga huko, Farao akawatia ndani. Na wale watu wawili, kulikuwa mwenye anahusika juu ya kuleta divai kwa mfalme, na mwingine mwenye alikuwa anahusika juu ya kumuogesha. Na wakafanya manyanga, sijui manyanga gani walifanya, maandiko yasema, lakini wakawatia ndani ya gereza. Wakati waliotia ndani ya gereza, ule mwenye alikuwa analeta divai kwa mfalme akaota ndoto. Hiyo ndoto utaisoma pale karakteri, utasiona. Basi wakati aliota ndoto, akabakiwa na huzuni. Yusufu akamsogelea akasema, ndugu, namna gani? Mbona leo uko na huzuni? Sema, hapana ndugu, niliota ndoto na hivi inanitia shaka sana, sijui. Tazama hivi na hivi.
iliweza kutilimika, wakambeba. Ule mwingine mwenye alikuwa anafanya kazi ya kuoshesha patro wao ama kumwogesha, naye akaota ndoto. Wakati alipofasiriwa, yeye wakamwambia ya kwamba wewe, wakati utakapofika kwa mfalme atakukata kichwa. Na kweli na kichwa iliendaka. Lakini huyu mwenye wa kukunyisha divai mfalme Yusufu akasema, wakati utakapokuwa unaanza tena kazi kule, usinisahau, uniseme kwa mfalme na mimi nitoke. Haleluya. Lakini ule alienda kule akaanza kazi yake ya mprizo, akasahau kumsemea lolote. Basi ule mwenzake naye akakata kichwa, hivyo ikatimilika. Na wale maskari wamoja walikuwa pale kwenye gereza, wamoja walikuwa wanafanya security pale kwa yule Potifa. Basi habari kaendelea, walikuwa wanafanya security pale kwa mfalme Farao. Basi habari kaendelea, wakati mmoja Farao akaweza kuota ndoto. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akaota ndoto. Wakati alipoota ndoto, akaota ya kwamba anaona mang'ombe 7 zenye kunona sana, zenye kunenepa, na akaona zingine ng'ombe 7 zenye kukonda sana. Vile vile akaona masuke, ni vitu vya kulima, masuke zimoja zenye zinajaa, zinapamba kabisa, na zingine zenye hazijai, ziko utupu. Wakati alimaliza tu hivyo, akashituka, akakosa amani, akasema mtoto gani? Akapiga tarumbeta, akasema wachawi wote wa Misri mkuya, basava bote benye walisoma, benye biko na akili sawa ya jua mkuya. Na wale wa Egyptien ku historia yenye tulisoma walikuwa ni basafa. Aba njo walikuwa wana ekritire ya kwanza yenye ya kuandika ilitoka kule Egypt, wanaita hieroglyph. Sisi primaire ngena. Haleluya. Amen. Walikuwa watu elimu sana. Na walikuwa wafumu ya sawasawa, ba magicien sawasawa. Bakakuja wote pale kwa mfalme. Mfalme kaanza kumwambia ile ndoto. Nililota naona ng'ombe 7 za kunona na ng'ombe 7 zenye hazinona, lakini zile zenye hazinona zikameza zile zinanona. Nikaona masuke 7 zenye zinajaa na zingine masuke 7 zenye, lakini zile zenye hazijai zikameza zile zenye zinajaa. Sasa nachanganyikiwa, uniambie ni nini? Wafumu wakaanza vyao, wamajisi wakaanza vyao. Swata mfano akasema hata si riziki. Wengine wakaanza vyao, wapi? Bote wakashindwa. Na hiyo yote kushindwa yao inatayarishiwa mtu fulani mwenye iko na favela ya Mungu, anangojea akuje ndio afanye kazi. Haleluya. Amen. Sherti Mungu atimize lengo lenye litia ndani mwako. Wale wengine wote wakapigwa, wengine kufukuzwa, wengine kufungwa, akasema toka kama jua lolote. Walipandisha mapepo, mizimu, walipandisha mamizuka, walipandisha majini. Bamaimuna walikuwa pale wakashindwa, wakisimba, wanani, ni majina ya mashetani, wakashindwa wote. Kisha mlinzi mmoja pale akasema ya kwamba ndani ya gereza kuko mwa kijana mmoja, na aliweza kutafsiria watumishi wawili wa hapa, na mambo yalitendeka hivyo hivyo. Mfalme jaribu kumuita hapo haraka, wakasema
naona mang'ombe 7 zenye kunona na 7 zenye kugonda, lakini zile zenye kugonda zina meza zile zenye zinanona. Yusufu akasema ya kwamba mfalme unaniita, sio mimi nitakayekutafsiria, lakini Mungu wa mbinguni atakutafsiria. Haleluya, amen. Tofauti na watumishi ya leo, aseme mimi nitakuombea utapona, mimi nishaponesha, mimi nikashimamisha liiti, mimi. No, Mungu aliye mbinguni atakutafsiria. Haleluya. Mungu aliye mbinguni ndio atafanya nini? Atakutafsiria, sio mimi. Paulo akasema sio mimi ninayeishi, ni Yesu anaishi ndani mwangu. Kila jambo njema utafanya, sema asante Baba, unatimiza ahadi yako ndani mwangu. Amen. Yote ni utukufu wa Mungu. Haleluya. Amen. Ukiimba vizuri, sema asante Baba, utukufu wako uliinuliwa. Ukiombea mtu anapona, sema asante Baba, ulijiinua kwa wanadamu ya kwamba unaweza. Lakini tofauti na watumishi ya leo, kujitapa, mimi naonaga tu mtu hivi nafanya hivi natoka. Wewe unaweza na vyako na makisimba yako nayo, lakini sio Mungu asemake mimi nitafanya hivi. Hapana, ni Mungu alijiinua kwa mtu fulani kupitia mimi. Haleluya. Yusufu akasema mimi sitakutafsiria, lakini Mungu wa mbinguni atakutafsiria. Akaanza kumtafsiria sasa, kusema ya kwamba hiyo ng'ombe 7 zenye uliona zinanona ni miaka 7. Haleluya. Na hiyo ng'ombe 7 yenyewe inone, ile itakuwa ni nyingine miaka 7, lakini itakuwa ni miaka ya njaa. Kutakuwa miaka 7 yenye kutakuwa na mavuno mengi, na kutakuwa ingine miaka 7 yenye kutakuwa njaa mingi. Kwa hiyo tafuta mtaalamu mwenye atashimamia mambo haya, kusudi wakati hiyo itakapofika achukue hiyo mazao ya ile miaka 7, aichunge ingine miaka 7. Wakati nyingine miaka 7 ya njaa itakapokuja, ile zile zitasaidia kwa hiyo nyingine miaka 7. Haleluya. Mungu yuko na tafsiria sasa. Mfalme, unaona jinsi Yusufu alisema, akusemaga mimi nitafanya hivi, mimi unitie mimi. Alisema tafuta mtu. Haleluya. Tafuta mtu. Mtu wa Mungu ashitabaki, lakini watu ndio watamtaka kufuatana na matendo yake, kisha anajibeba. Niko pastor kweli, matendo yako itaonyesha kwa pastor. Niko muombaji kweli, uko muombaji, uko muimbaji kweli, matendo yako itakufuata. Kule kwetu wanasemaka mtu mwenyewe asitaki mauto hoye, acha watu wakuite mauto hoye. Haleluya. Yeye akasema ya kwamba tafuta mwingine mtu mwaminifu mwenyewe atafanya kazi. Mfalme akasema katika nchi yote naangalia sioni mwingine, wewe Yusufu bakia pale. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe Yusufu bakia pale. Ahadi ya Mungu iko naende na timilika ndani ya Yusufu. Mtu mwenye aliuziwa kule, mtu mwenye alichukiwa kule kwao, mtu mwenye alimuuza 20 huko 20, lakini leo anatashimamia vitu vikubwa. Na wakati haikawie, hapo hiyo miaka 7 kweli ilikuja, mavuno ikakuwa mengi sana. Na Yusufu akafanya hivyo, kisa alisema wakati miaka 7 ya njaa ilipokuja, hawakukosa chakula, hawakukosa chakula. Haleluya. Ikaonekana tu maisha inakuwa tu vizuri tu. Mungu Kenya natia ndani mwako, sharti kipenye kiendelee na kifike mpaka ukomo wake. Hakuna mwanadamu anaweza kukizuia. Kitu kimoja tu, ujitenge na dhambi, kwa sababu dhambi tu ndio inaweza tuma
ile ahadi Mungu alitenda ndani mwako anaivuta. Bakia ndani ya utakaso kama Yusufu. Yusufu angelisema apime alale na ule mama kama angelikufia pale. Lakini anasema sitamkosea Mungu wangu, kuna mema yangu kule mbele. Haleluya. Amen. Basi mambo yakapita hivyo, hiyo miaka 7 ikapita, ingine miaka 7 ikapita. Mfalme akasema nataka kukuzawadia sasa. Tangu sasa akaita wakubwa wote wa Misri. Tangu sasa huyu mwenye mnaona pale, huyu ndio atakuwa makamo wangu. Haleluya. Fisi mumpatie punda nyeupe atembelee, mumpatie askari wa wachungi wa mchunge. Yusufu akakuwa mtu mkubwa sana katika Misri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kitu Mungu aliyotia ndani mwake, sherti ipate kutimilika. Haleluya. Haleluya. Amen. Wewe mtu wa Mungu, endelea kuonekania Mungu mwaminifu. Sherti Mungu akutendee kitu kule mbele. Usijichange. Wenye wafikiri yake hii ahadi ya Mungu juu ya kujichanga. Mungu hasiakiwe ama Mungu hawezi kumdanganya. Ufanye vyako hapa kwenye madhabahu na kunyuka kwa kufanya vingine. Hautafikiria lengo. Na isitoshe ukikufa utaenda jehanamu. Tuache kwanza ya malengo ya kubarikiwa. Kwa hiyo sherti umnyokee Mungu, lengo yenyewe litia ndani mwako, sherti apate kutimilika. Haleluya. Haleluya. Yusufu akakuwa premier ministre katika nchi ya ugeni kwenye alienda kuuziwa, kwenye walimuujisha. Yeye Mwebrania anakuwa premier ministre Misri kwa Egypt. Basi Yusufu akabaki huko. Wandugu zake huko sikuwaambia habari wakati waliporudi kwenda kisha kumaliza kuchunga hiyo makondo zao, wakaenda kwa baba yao. Kwenda wakakamata mbuzi moja, wakachinja, wakakagala damu hiyo nguo, wakaenda kwa baba yao Yakobo. Akasema, baba, angalia mtoto wako alikuwa iko kano hivi, kulitokea ndugu ikakuja kamurarua, angalia na nguo yake choi. Kweli Yakobo akaona nguo ya mtoto wake juu ilikuwa tofauti na zingine nguo, lakini kwa mara nyingine akasema, kweli mtoto wangu Yusufu. Maandiko yanasema ya kwamba Yakobo akahuzunika sana, wamzali wakakuja wakaomboleza Yusufu pale siku za kutosha, lakini hawana habari kama kule amekwisha kuwa mtu mzima kule. Haleluya. Amen. Huko hawana habari. Amen. Wanajua tu kule kalienda likafanya nikamucha. Mkiakwetu mkirega walitaka kamucha. Katumwa. Kaslav. Kumbi amekwisha kuwa premier minister. Habari kaendelea kule kwao, wakasikia kwamba kule kuna ndugu yenu kule. Ndugu yetu? Je, kuna mtoto hivi alikuwa anaitwa Yusufu, alikuwa naye? Kule amekwisha kwa mtu mkubwa kule. Na kule kwao Ibrania kule Kanaani walikuwa palipitika njaa moya ya ajabu. Wakatoka kule na miguu kwenda kutafuta chakula wapi? Misri. Wakati walipofika kule, habari inaendelea, ukisoma kule chini kote utapata habari. Ile karanteo tunashuka kule chini utapata habari. Wakafika kule, akaanza kuwaziaki nao, kwa sababu nakuya mnatafuta nani? Sisi tunatoka hivi na hivi. Anyimko watita nani kwa toa Yakobo.
kwa watoto ya Yakobo, tunakuja njaa nini, kwa machache aliweza kuambia kwamba ni mimi mwenyewe nilioshishaka, ni mimi yule mwenyewe ulitakaka nife, mimi njoo huyo. Lakini kwa hiyo kamateni chakula hii, kamateni chakula hii, mwende. Haleluya. Mtu wa Mungu haukalaki na rakine mwenye ukosea, akikuwa na njaa umpatie chakula, ni Mungu anasema. Lakini ujitenge naye, hapana kuwa na seresere. Akiwa nipatie umpe, lakini usiwe naye hivi. Twende pamoja. Twende pamoja. Ile pepo itakuambukia. Jitenge naye, lakini usimchukie. Akikuwa na shida umtendee, lakini ujitenge naye. Basi akasema mkamate chakula murudie kwenu. Wakamate chakula mpaka kisi baba yake nalikuyaka naye akamuona mtoto wake, mpaka kisi akarudia, akaita na mdogo yake Benjamin akakuya naye akamuona pale pale, akafanya processes bakabakia mpaka kule Misri, bakahamia kule, na njoo wale kizazi kenye Musa alienda kutisha balitaka wakati depuis wakati wa Yusufu. Sasa wa jinsi wakati waliona ni vibatu vya nguvu, ni vibatu vinakuwa vya mingi, ni vitumwa lakini viko nguvu, viko, nikasema hapana, hao watakiwa kutunyang'anya nchi. Ndio sasa wakaanza kuwatesa hivyo, na Mungu akaona ya kwamba si vema watoto wangu wenyewe nilisema watabarikiwa wateswe, na ndio Musa akaenda kuwagomboa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuko kule, lakini tujue ya kwamba kenye Mungu aliweza kutia ndani mwako, kenye lengo Mungu aliweza kutia kwamba ukifikirie, sherti ukifikirie. Usiogope ama usijali nilishakawa. Hapana. Kwa Mungu siku moja ni miaka 1000 kwetu, na miaka 1000 kwetu ni siku moja ya Mungu. Na wenyewe wanapitia ndani, hata tambusha imani yako kisi uliopo. Chuko na kitu ndani mwako, ataenda anapoleza mpaka ile siku lengo yako itaenda kufikiria. Kwa hiyo usijali, ujue kwamba uko na Mungu. Wana Beteli, msijali. Lengo la Mungu sherti litendeke katika Boizi juu ya kanisa la Beteli. Amen. Kama Mungu alisema ya kwamba nyinyi mtaleta uamsho, watu wataokoka, wenye dhambi watatubu, sherti itimilike tu. Hata shetani ajivuruge, hata kuzimu wafanye hapo, hata waingiliwa na damu haye, walio wa Mungu watashimama imara na kuendelea mpaka lengo la Bwana litimilike. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tusiogope. Tunakuwa na mfano wa Yusufu hapa. Yeye Yusufu alijikamata tu vizuri na kujichaka na dhambi. Kinyi kinaweza kutuharibisha na watu waanze kutucheka, kisi tuliozaka kusema wakati mmoja hapa ya kwamba ikiwa unamfuata Yesu, fanya kwanza hesabu, juu usikie jenga nyumba uishi kwa msingi, kisha watu waanze sema alikuwa anasema atajenga etaji, mbona alisha tu msingi? Kwa sababu yako mwenyewe juu ulijichanga, lakini mnyoke Mungu, sharti lengo litimilike. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sharti lengo la Mungu lipate kutimilika maishani mwako. Vya mingi sana Mungu atakutendea wenye viko kule mbele. Ulipita katika manjia mbalimbali sana. Watu wakasema wale watu hawataishi pamoja, lakini leo mko pamoja. Sisi wakati tulifanya harusi na huyu mama